Yaani ukipata kazi unishtui wala nini, unaipiga peke yako. Na kwa kaa so familia. Dogo wangu, unashinda tu kuelewa. Maana nakupigia simu haupatikani, mimi nifanyeje? Sema jana simu ilisha chaji. Ila mambo mengine yanazungumzika. Kwa hiyo mamangu, yani usiniache hivi. Yaani ukipata kazi nitafute. Mimi nitapatikana muda wote, msaa yote, mimi nipo hewani sasa. Afu inawezekana wewe dogo Kamali imekuingia sana kwenye damu. Maana unashinda hata inawezekana hiyo simu umeenda kuiuza. Sio habari ya kila siku mimi napiga simu. Bwana dogo kuna kazi huku. Acha utani bwana. Bwana. Mimi na mambo hayo wapi na wapi ndugu yangu. Kwa sababu umeshabadilika kabisa. Mimi sipo hivyo. Sasa mimi siendi mbali na mimi nitaishia hapa kwa sababu kuna sehemu nataka niende. Azumba. Mwanangu, mbona nasikia tetesi huko mtaani kwamba unanyanyasika, sijui mjomba wako asio anakufanyisha mikazi, mara vyombo wewe, sijui kufua wewe, chooni wewe, kupika wewe. Niambie, kuna nini kinaendelea hapa? Naona mmetulia mtu na shangazi yake. Karibu mnyama. Asante. Sasa hivyo vitu voniagiza hivi hapa. Naenda kuweka mwenyewe ndani. Sawa. Sawa mjomba. Ba. Vipi? Ulikuwa unaenda kumalizia unafua na nguo za nani? Basi bwana shangazi, naenda chooni. Unaenda chooni? Tumekaa wote hapa, huo mkojo umekuja saa ngapi? Naenda chooni hapo mama moja mkojo mnibana. Shauri yako. Wewe ungeniambia kila kitu mimi ningekusaidia. Mwanangu, mpaka leo langu hujanipatia. Una shida gani wewe lakini? Kaka, nilikwambia nitakutumia. Sikiliza nikuelekeze. Yaani kuna zero namba afu kuna zero. Sasa hii zero namba. Nimekuvumilia sana, langu mpaka leo hujanipatia. Nikunyosha nini kama vipi? Langu unanipa unipe? Nitakupa. Unapiga gani wewe? Unapiga gani? Baba nitakupa. Nivumilia siku mbili tu baba. Tulia wewe, sawa? Nakutibua sasa hivi. Simu sio kwangu ndugu yangu. Unasemaje wewe? Unasemaje mchumba? Unamiliki simu kubwa kama hizi? Sio kwangu. Si ndio? Afu langu hutaki kunipatia, si ndio? Hapana. Sasa leo utanitambua. Utanifanyaje? Utanitambua. Yaani kwenda naweza kuwa na hela wewe. Tulia. Hivi umeviona hivi? Nafidia hela yangu. Na sikurudishii mpaka utakaponirudishia hela yangu. Si umenielewa? Hauna simu nyingine? Hamna. Hujaweka hela wewe? Sijaweka, hamna. Warembo kama nyie. Sasa bahati yako. Kwanza tembea. Nilikuwa naenda. Nisikiza kwanza. Umeziona hizi? Hizi sikupatii simu zako. Na hata ukinifuata nyumbani sikurudishii mpaka utakaponirudishia hela yangu. Sawa? Sawa. Tembea faster. Chumba. Tembea. Unaleta mizunguzi hapa mtaani. Umbavu. Mnacheza na zero namba. Huu mtaa mzima ananijua. Azumba. Hey. Kumita Azumba tukacheze. Mkacheze? Ndio. Azumba ana kazi ndani. Mwache afanye kazi kama mtumwa.
Awe mtumwa tena? Wewe umenielewa vibaya. Nimekwambia Azumba anafanya kazi kama mtumwa ili baadaye aje kuishi kama mfalme. Sasa wewe umefanya kazi za nyumbani? Ndiyo. Umefanya kazi gani na kazi gani? Nimeosha vyombo. Na nini kingine? Basi. Sasa basi, kwa hiyo umeosha vyombo tu basi. Sasa nisikilize. Tena unisikilize. Ole wako waje kumuita tena Azumba hapa ukiwa hujafanya kazi nyingine za nyumbani. Nenda kafanya kazi nyingine za nyumbani. Suzi, unajua kila siku nakuona na kila nikikuona natamani kuzungumza na wewe kwa sababu wewe ni mwanamke wa tofauti sana hapa kijijini. Kiukweli nimekuita hapa kwa sababu mimi nakupenda na mimi ninakuhitaji. Nikaona sio vema kuliko kuendelea kuliwaza ndani ya moyo wangu, nikaona bora nije nizungumze na wewe. Unajua wewe ni mwanamke wa tofauti sana hapa kijijini. Kiukweli nimevutiwa sana na wewe. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini kwa nini mimi? Kwa sababu wewe ndio nimekuona una utofauti na wanawake wengi hapa kijijini. Ndio maana nikaamua nikuchague wewe. Na najua nyinyi wanaume, baba yenu ni mmoja. Yaani nyinyi mnajua kufunua na kufunika. Basi. Nisikilize. Mimi nipo tofauti na hao wanaume wengine wote unaowafikiria wewe. Kwa sababu ukishasema wanaume wote unatujua kama ni baba yetu mmoja. Pia hata ukija kwa upande wa wanawake na yenyewe iko hivyo hivyo. Lakini mimi sijataka kulifikiria hilo. Ndio maana nikaamua nimeamua kukuchagua wewe Suzi kwa sababu nimekuona uko tofauti sana. Sawa, mimi nimekuelewa. Hiki mkono ni nini? Usiogope. Hii mbona kitu cha kawaida sana. Cha kawaida? Hivi vitu navaa waganga wa wachawi. Iweje wewe? Hapana. Sio kila anayevaa hii ni mganga. Hizi zingine ni kinga tu kwa ajili ya maisha yangu. Basi sawa Koloboi. Naomba nipe muda. Kati ya kesho kutwa nitakupa jibu lako. Sawa. Natumaini itakuwa jibu langu zuri. Basi sawa. Acha mimi niende kwanza. Hata ujua nimekaa nikawasua. Ile napita kisimani namuona yule mtoto Azumba mfupi kama maji 500. Naona amebeba ndoo mkubwa ya maji, ndoo ipo hivi anapepesuka hivi kanafanya hivi. Tena kenye kafupi kako hivi kama maji 500, lakini ndoo aliyobeba kabeba ndoo kubwa kama pipa. Alafu ameweka kwenye mkichwa yake. Nikasema mtoto, mbona wana mtoto hivi? Ikabidi nianze kumfuatilia, nikamfuatia nyuma nikanyata. Nafika mbele, mtoto kapotea, sijui amepotelea wapi. Hata nikakaa na wasa. Nikaona ngoja kwa sababu kwenye nyumba yake napajua. Ndio nikaja moja kwa moja mpaka kwenye nyumba yako. Hata nimefika pale, ile inatokeza tu pap. Sina mkuta mume safinyimwe. Na msika msasinyima anasema, yule pale mtoto. Kwanza, wewe hapo mtoto kwanza leo, hapa nyumbani utafanya usafi kama mtumwa. Tena utafagia uwanja, umeona uwanja wako wote. Yaani afagie uwanja ule pale wote kama uwanja wa Devil Stars, afagie. Tena akimaliza kufagia aende mpaka Buso kwa Mparange, atoke Temeke akafagia uwanja wa Taifa ule. Nikajiuliza, hata mtoto mdogo kama huyo akafagia uwanja wa Taifa? Alafu kitu kingine unajua alichosema kitu kingine alichosema akasema eti umeona kwenye ile mchoo yako kwenye kile choo kuna bafu na kwenye choo akasema lazima ufagie kwenye mchoo upige deki na kule chooni nako udeki kote. Alafu akamwambia aende kwenye sinki la mafi lile afumue adeki kwenye sinki la mafi atoe mafi amwage nje afanye usafi mule kwa sababu unataka kufanya swimming pool. Nikasema swimming pool kwenye choo cha kunyesha kuweka mafi. Alafu akasema tena kuanzia leo hakuna
Hakuna kufanya chochote. Yaani tukipika mapilau, tukipika maubwabwa, machipusi, masambusa, manyama, masontojo, hakuna kula, utakuwa unakula jeuri yako. Hasa nikawaza mtoto mdogo anafanya kazi ngumu, alafu amupi chakula. Tena kibaya zaidi akasema yule mtoto, wewe mtoto, kwanza mimi wewe sio ndugu yako, mimi hapa sio mjomba wako, wewe sio baba yako wala mshemeji yako wala mshangazi yako. Nikasema sasa ni nani yake sasa? Alafu akasema yeye hapa hana uwezo wa kutia mtu mimba, hana uwezo wa kusalisha, na mbegu zake anapanda kwenye lami. Na ndio maana yeye hapo akiamka asubuhi anakwenda kwenye mbafu anafanya ifi. Ni bora hivi kukuta. Bila shaka wewe ni rafiki yake Azumba. Ndio. Unaelekea wapi? Nyumbani kwao. Nyumbani kwao? Sasa kuna zawadi mzuri nataka nikupatie ili umsemene umpatie Azumba. Unaweza kunifikishia? Ndio. Sawa. Kuna zawadi mzuri nataka nikupe ili umpatie Azumba. Iko wapi? Ninawe hapa. Najua utaifurahia. Hizi nini? Pipi. Pipi? Zipo ngapi? 2. Moja ya nani? Moja ya wangu na ya Zumba nyingine. Vizuri sana. Chukua hii hapa. Ifungue. Afu ule. Usije kusema kaya na kudanganya. Kula. Unaionaje? Tamu. Tamu? Ndio. Na hii hapa mpelekea nani? Azumba. Azumba. Ndio. Hakikisha umfikishie, mwambie amekupa rafiki yako, sawa? Weka mfukoni, usije ukaipoteza. Safari njema. Msalimia Azumba. Mwambie kaisha. Nikasema kwenye mbafu anafanya nini? Akasema anafanya hivi. Nikasema huyu mtu ana sambi na akaenda kwa Mungu, anaenda kwa kuni. Kwani mbona mtesa mtoto watu kama Mungu mtaki simumrudisha kwa mama yake? Ndio maana nimekuita hapa Mbolimboli. Mimi nataka tu nikwambie kwamba zile taarifa ulizoniambia kweli ni za ukweli, na kwa hilo mimi nashukuru sana. Ndio, tatizo watu wanajua mimi mumbea, eti kwa sababu natoka Mbeya na watu wanasema Mbolimboli mumbea kwa sababu unatoka Mbeya. Mimi sio mumbea, sema tu tatizo langu nafikishaga taarifa ambazo sijaambiwa. Hilo ndio tatizo langu. Wewe sio mbea bwana. Wewe unasema ukweli, na msema ukweli siku zote ni mpenzi wa Mungu. Ndio. Kwa hiyo hapo taarifa ulizoniletea ni za ukweli, mimi nashukuru. Ila nikwambia kitu, yule mume wako ana sambi, tena sambi siko hivi. Na yule atakuwa kuni, atakuwa anachomea watu wenye sambi akienda kwa Mungu. Tena yeye anaanza kufa, mimi hapa nitafuata. Mimi nikifa naenda kwa Mungu, yeye akifa anaenda kwenye moto kwa sababu anamtesa mtoto. Basi mimi nashukuru tu kwa hizo taarifa. Lakini nikombe kitu kimoja. Basi naomba usitangaze kwa mtu mwingine tofauti na mimi. Nisitangaze kwa mtu? Nitaweza kweli mimi nitatoa kweli kutangaza. Maana mimi hapa siwezi kukasa. Haki chenye tulichoongea hapa na chenye naenda kwa watu wote na kitangaza tena. Japo nimeambiwa na natangaza. Sije nitaweza mimi. Eti nitaweza. Haya basi sawa, nitajaribu kukasa. Lakini hapa sasa tumbo langu linafanya kururu. Ukaenda nikako umepika nini? Kuna ubwabwa. Ubwabwa na nyama? Ubwabwa na samaki. Tatizo bwana, mimi samaki silagi sasa bwana. Haujapika ubwabwa na maharage? Tunafanyaje hapo sasa? Hasa cha kufanya hapo kwa sababu samaki silagi. Hapo ngoja tu niwende kwa sababu nasikia minyoo tumboni nafanya kururu. Ila kwa sababu sipendi ubwabwa na samaki. Nipakulie sahani isi au isi. Au niwekee hata kwenye sinia, gubika tu kwenye sinia. Alafu samaki niwekee vipande hivi vitatu, maana samaki siwapendagi kula. Sawa? Sawa. Haya tende ukanipakulie. Tende bwana. Odi. Karibu. Shikamoo. Marahaba, wewe tena. Haya, leo umekuja na jipya gani? Azumba yupo? Azumba hayupo. Na mzigo wake. Mzigo? Mzigo gani? We vipi, pokea mwenyewe utajua. Lete. Alafu siku nyingine mimi nakuuliza habari za mzigo, unanijibu unavyojua, sipendi na usije tena. Watoto wengine hawana adabu. Wamezaliwa siku gani hawa? Watoto waheshimu wakubwa. Kwa hiyo vijana wa sasa hivi hamna kitu, bure kabisa.
Zengo. Naam. Hivi ulichoambiwa jana unatufuatilia? Mbona unabani upo kimya kimya, yani sikuelewelewi. Zengo. Naam. Unakumbuka jana mkuu alikwambia nini? Na naona hufanyi kitu chochote kile, umetulia tu, umerelax. Sasa mimi nakwambia umekula sana nyama za wenzako. Tumetoa sana nyama. Na wewe naona upo kimya, tena upo slow. Kweli jana mkuu ndio nimeshamuelewa. Anahitaji nyama. Na hata hivyo isitoshe kuona kile kijitahidi kwa uwezo wangu. Lakini kuna mambo kidogo yalikuwa yanaingiliana. Ila kwa sasa naona mambo yanakuwa mazuri. Sasa wewe ningeneka. Alafu ifike jioni hujafika na nyama pale. Uone tutakufanyaje? Nimeshakuelewa vizuri. Ila ondoa shaka, mimi mitego yote nimeshaitega, mambo yameenda mazuri. Ila na nilikuwa naomba msaada mmoja. Kitu gani? Endapo kama nitakuwa nimefeli kwa hiyo issue ya huyu mtoto, unaweza ukanisaidia? Nisikilize nikwambie. Mimi siwezi kukusaidia kitu chochote kile. Nadhani umenielewa. Ila fanya unachofanya. Ikifika jioni hesabu hiyo imekamilika. Ndogo, hadi mimi unanikataa? Unajua naenda kuangamia? Sawa, uje nikuache. Kwa heri. Tutaonana wakati wa kikao. Karibuni. Asante. Wema. Wema za kwako. Nzuri za hapo. Salama. Jamila, wewe ni mwanamke mwenzetu. Tumekuja hapa kuja kuambia ukweli kuhusu mambo yanayoendelea. Mmemtoa mtoto watu huko, mmemleta hapa. Kabla muishi naye vizuri, mwisho wa siku mnaamua kumnyanyasa. Haya si maisha. Sawa? Suzi. Unajua nini? Hata mimi hizo habari nishazisikia sana. Najitahidi sana kurekebisha kila kitu. Lakini mume wangu anakosa umuelewa. Lakini msijali. Nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Nitafanya tu, mambo yote yatakuwa sawa. Mume wako ana roho mbaya sana. Tena sio umwambie. Hivi angopo mwanae anafanya mambo kama yale angilizika yeye kama yeye mzazi. Au ana mtoto. Hivi amezaa yeye. Uchungu mtoto kabisa na hujua isi ulivyo. Sio kwamba mimi ndo namnyanyasa. Mimi si unajua shoga yangu, yani mimi naondoka hapa asubuhi narudi jioni. Namkuta mtoto tayari kashalala. Sasa mimi hayo mambo nilikuwa siyajui. Ndio kwanza yani mnaniambia. Mimi nilikuwa sijui. Jamila, kumbuka wewe ni mwanamke. Sawa? Hivyo siku utakuwa na mtoto na atachukulia wewe mtoto. Je, akifanywa hivyo utalizika? Sasa umwambie huyo mume wako huyo. Habari ya kumnyanyasa mtoto hatuitaki. Yeye anamfanyisha mikazi mingi, chakula hampi. Mtoto anataka tanga mtaani tu. Ndio maisha gani haya mnaishi na mtoto wa watu? Kama mmemshinda mrudisheni kwao. Sina wazazi wake huyo mtoto. Na sisi shoga yetu tumekuja hapa kwa matu ukweli tu. Ili ujue kitu mtafanya nani mumeo sio kizuri. Yetu ni hayo. Na kama tuelewa, lifanyie kazi. Likiendelea tutapeleka kituoni. Sawa? Tunaondoka. Hivi mume wangu ana shida gani? Keshanitoa nguo zote. Kashanivua nguo sasa. Watu wote mtaani wanajua. Aisee mwanangu, mimi nina shida. Tena nina shida kubwa sana. Shida gani? Yaani mimi ninahitaji kazi. Yaani ninahitaji sana kazi, na ile jambo mimi nilishamwambia hata Zengo, lakini naona ananikwepa muda wote, kazi anafanya mwenyewe. Sasa sijajua kwa nini. Nila nimekuja kwako wewe mwanangu. Mimi naamini wewe unipingi. Au sio? Una shida ya kazi, si ndio? Mimi nina shida. Unaweza kufanya kazi?
Kazi yoyote. Mimi napiga kazi ya tofali hii, sembuse kazi unaonipa wewe babu. Vipi? Una moyo? Moyo upo. Sasa nisikilize. Sisi kazi zetu zina masharti. Tunafanya usiku. Je, utaweza? Mume wangu, nimekuja hapa na malalamiko yako. Haya. Malalamiko yapi hayo? Nimesikia Tete Suko nje kwamba Azuma ndo anafanya kazi zote za ndani. Ni kweli? Unajua unanishangaza. Azumba yule ni mtoto mdogo. Mimi namwachiaje kazi zote afanye yeye? Wakati najua Azumba umri wake ni mtoto, hawezi kufanya kazi za aina yoyote humu ndani. Sasa wewe umeyapata wapi hayo? Watu wanakuambia namfanyisha kazi. Wao wameniona mimi namtuma kazi ya Zumba. Mume wangu, nakujua vizuri kuliko hata unavyojijua wewe mwenyewe. Sijui unanielewa? Nimesikia kabisa watu kibao huko nje wananiambia. Kila ninapopita wananiambia Azuma ndo anafanya kazi humu ndani. Kwa nini? Mume wangu, mbona unakuwa kama mtoto wewe? Alafu hapa tumekaa na kuuliza kistaarabu na naambia amna afanye kazi. Mume wangu, una akili wewe? Kazi yoyote usiku, yani hata saa 8, saa 9 fresh tu. Una uvumilivu wa kutosha. Yani hata mnipeleke China, India, sio wapi, mimi napiga kazi vile vile. Oya, mimi nimezaliwa. Sasa nisikize nikwambie. Kama umesema una shida ya kazi na una uvumilivu, nitakupeleka baadaye. Maana si kazi zetu tunafanya usiku, mchana tunalala. Kwa baadaye nitakupeleka kwa mkuu. Oya, mimi nipo tayari hata sasa hivi, kama vipi twenzetu. Punguza nini? Jaziba. Nishakwambia nitakupeleka kwa mkuu baadaye. Kwa hiyo hizo haraka hizo zipunguze. Si umeelewa? Baridi tu hapo kwenyewe. Sasa sikia. Baadaye hapo ni check. Fresh tu. Poa. Hebu nisikilize bwana. Wewe achana na maneno ya watu. Wewe unakumbuka kuna siku hapa asubuhi wakati unaondoka ulimuulizia Azumba kwamba nisaidie kazi, mimi nikakwambiaje? Si nikakwambia ule mtoto mwache acheze? Mume wangu, mtoto siku ile alikuwa ameenda kuteka maji. Sema ukweli. Alikuwa ameenda kuteka maji, ulikuwa unanificha. Shogangu kwenye vikoba, anajua kila kitu. Nisikize, au ni watu majirani ambao hawapendi si namna gani tunavyoishi humu ndani. Kwa hiyo wasikupaplishe ukaja ukaniambia mimi kwamba namtesa. Mimi simtesi Azumba. Wanakuchukia wewe kwa lipi kwanza ulokuwa nalo? Hapo mimi ndo nashangaa. Eti hapo mimi ndo nashangaa. Una kitu gani wewe cha kufanya wa majirani wote wakuchukie? Hivyo upoje mume wangu? Mtoto wanamuona anafua, anafanya kazi zote huko ndani, anateka maji, anaosha vyombo, anapika. Wewe upoje, mbona kwa utumia akili? Hivyo unajua unaanza kunikera sasa. Unaanza kuniudhi. Hebu nisikilize bwana. Wewe kama unaamini hayo maneno ya mtaani, sawa. Lakini mimi simnyanyasi Azumba. Ni Baba Mungu ameumba dunia kwa mapana yake, tujitawale walimwengu. Riziki atatoa kwa mafungu, yani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu. Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita. Ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha. Ona unamwamini leo, anakuuliza kesho. Mnalopanga leo, ule unakimbiza upepo. Ninadiliki kusema jamani, dunia ni kichefuchefu. Meshindwa kuvumilia
haya ya dunia yamezidi maumivu. Najiuliza ni nani na nakulaumiwa.